Chama cha kutetea wafanyakazi wa nyumbani, hoteli, taasisi za elimu na hospitali tawi la Busia kimetaka serikali ya kaunti ya Busia kubuni sera ya kulinda haki ya wafanyakazi hao. Inadaiwa wafanyakazi wengi wananyanyaswa na mara nyingi hawapati usaidizi wanapotafuta haki. Katibu wa chama cha kutetea masuala ya wafanyikazi wa taasisi mbalimbali pamoja na wale wa nyumbani KUDHEI ya tawi la Busia, Justin Kamuye, ameelezea kusikitishwa na hali ya wafanyikazi wa taasisi mbalimbali nchini, wale wa nyumbani pamoja na wafanyikazi wa umma kuendelea kudhulumiwa na kunyimwa haki. Akiongea katika eneo bunge la Funyula, Kamuye amesema kwa kila Mkenya ana haki ya kupewa mazingira bora ya kikazi, ikiwemo malipo yanayofaa pamoja na haki zingine zinazoambatana na katiba. Iwapo tutazingatia haki za wale domestic workers, wale wasichana wanatusaidia kazi nyumbani, tuangalie tuwalipe vizuri. Wale non-teaching staff, wakati serikali inaachilia personal emolument, tunaomba ya kwamba wasimamizi wa shule waweze kuwalipa vizuri, wawalipe kwa wakati, na wale wa hoteli tunaomba ya kwamba waweze kuzingatia general wage orders jinsi vile serikali inapenda. Aidha, Kamuye amesema kwa chama hicho kwa ushirikiano na KOTU pamoja na Wizara ya Leba nchini imeweka mikakati ya kushirikiana na kutafuta suluhu la kudumu dhidi ya masaibu ambayo yanayokumba baadhi ya Wakenya ambao walienda katika nchi za Uarabuni kutafuta ajira. Kuna wale ndugu zetu ambao huenda nchi za Ughaibuni, kule Saudi Arabia, kule Yemen, na wanateswa na kupata shida mingi. Your Excellency, hii union pamoja na Ministry of Labor ina mikakati ya kuzuia shida ambazo zinapata wale wafanyikazi wanaoenda Ughaibuni. Wakati huo, mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Vijana NYC kaunti ya Busia, Benjamin Sireka, amesema kwa vijana ndio waathiriwa visa vya watu kudhulumiwa na waajiri, huku akitoa changamoto kwa serikali ya kaunti ya Busia pamoja na ile ya kitaifa kupeana suluhu kwa kubuni nafasi za ajira. Alafu jambo lingine ambalo sisi kama vijana tunaomba ni mambo ya biashara. Mara mingi tunajua kwamba kazi ambayo vijana wanaweza fanya katika Busia, bwana governor, ni bodaboda. Na tukiangalia maisha ambayo yanakuja mbele, kila mtu atakuwa na pikipiki yake. Vijana wote wataenda wapi? Kwa hivyo tunaomba kwamba tukirete opportunities, vijana wakaweze kupata kazi ili wakaweze kujimudu katika maisha yao. Hili tunaomba through county government, kama tunaweza kuja na mradi hata ya kukilini masoko, kufyeka barabara, na pia hata maybe kupaka mijengo ya serikali rangi. Hii miradi iwe ya vijana. Chief Officer, tafadhali usisahau vijana. Kuna vijana ambao wametembea na wewe, na sisi kama vijana tuko na imani nao, wamefanya interview na tuko na imani kwamba wanaenda kupita mtihani. Kwa hivyo tunaomba kwamba wakumbuke wakipata, sisi vijana wote tumepata. Wakati huo, mwenyekiti wa baraza la wazee katika kaunti ya Busia, ambaye pia ni mwakilishi wa watu walio na ulemavu katika bunge la Busia, George Wesonga, ameitaka serikali kuendeleza mpango wa malipo kwa wazee, yani cash transfer, ili kuwezesha wakongwe katika kaunti ya Busia kusherehekea Krismasi ipasavyo. Hata wazee wameongea juu ya wazee. Wamesema ile walikuwa naonja kwa serikali nyingine, ile inaonekana imepotea, na wanaomba pia waendelee kuonja, na hata sasa maisha imekuwa ngumu, wazidishe vile walikuwa wanafanya. Robert Malala, Nyota TV, kaunti ya Busia. Na mtazamaji, na shukuru sana mwanahabari wetu Robert Malala kutoka kaunti ya